بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tukiwa leo katika tarehe 19 ya mwezi wa Ramadhani, leo tumekabiliwa na siku 10 za mwisho biidhnillah ta'ala zitakazoanza kesho idha ahyana Allah. Tumalizia risala yetu tuliyoanza kuisoma الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، آثار الفتن. Na kama tulivyotaja mwanzo tulipokuwa tuisoma hii risala, kuwa tumeiweka hii risala iwe ni mawaidha kwetu sisi na ni ukumbusho kwetu sisi katika zama ambazo fitna ni nyingi sana, na ni juu ya kila Muislamu ajue athari ya fitna, ili kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala awe ataiepuka fitna kama ile. Tukataja katika halakat zilizopita athari mbalimbali za fitna, tukiwa leo biidhnillah ta'ala tutaanzia na kuzungumzia athari ya 9 mpaka athari ya mwisho atakayoitaja leo tukimalizia kusoma hii risala. Qala hafidhahu Allah ta'ala al-atharu at-tasi', athari ya 9, al-jur'atu 'ala al-qatl wa safki ad-dima, ujasiri wa kuua na kumwaga damu. قال أيضا من عواقب الفتن ومآلاتها، katika maishio ya fitna, kule inakupelekea watu fitna, annaha turakhasu fiha dima'u almuslimin ay bainahum. Katika fitna utakuta zasababisha damu za waislamu ziwe ni rahisi kumwagwa, na watu huwa ni wepesi wa kumwaga damu wakati wa fitna. Watatajarra'u an-nufus 'ala al-qatl, takuta nafsi zina ujasiri wa kuua katika wakati wa fitna. Wayastahillu an-nasu dima'a ba'dihim ba'dha, watu wakawa ni wenye kuhalalishiana damu zao baadhi ya wao kwa wengine. Hawa wawachukulia damu ya hawa ni halali na hawa ni halali. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في الفتنة لا ترون القتل شيئا. ابن عمر رضي الله عنه وسلم، katika fitna hamtaona kuua chochote. Na nyinyi mwaona leo katika fitna zinazojiri katika ulimwengu, watu wauana bila ya kujali. Na wakati mwingine utapata Muislamu amuua Muislamu mwenzake. Mtu aweza kuwa toka msikitini kuswali au wangapi washafanywa. Na tukio hili haliko mbali na sisi, hata haijapita wiki katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kijana auawa atoka kuswali salatul maghrib, ndio yuauawa. Na pengine utampata anayeua ni Muislamu akidhania katika kuua kwake huko ndiyo tikiti ya kwenda peponi. Ufilak, inni uridu an tabua biithmi wa ithmika fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. We muuaji,
bila sababu yoyote waua, hiyo ni tikiti ya kwenda motoni, si ya kwenda peponi. Kwa hivyo mauaji ni mengi yanayotokea katika fitna. Wakana ابن عمر يعني رضي الله عنه عظيم النهي عن الدخول في إراقة الدماء. ابن عمر alikuwa akikataza sana kutokamana na watu kuingia katika umwagaji wa damu, wastilabil amwal, na kunyakua na kuiba mali za watu, wataaddi ala al-a'rad, na kuwafanyia watu uadui katika heshima zao na kuziparamia heshima za watu kwa kuwasengenya na kuwataja kwa ubaya. walahu fi hadha kalimatun adhimatun jamilatun yanbaghi an tuhfadha wa yuhafadha alayha. Ibn Umar ana neno zuri sana, maneno mazuri matukufu ameyazungumza, yatakikana Muislamu ayahifadhi na adumishe katika maisha yake kuyatendea kazi. ala wa hiya anna rajulan kataba ila ibn Umar radiyallahu anhuma an iktub ilayya bil ilmi. Bwana mmoja amemwandikia barua ibn Umar radiyallahu anhuma, akamuomba amwandikie ilmu. fakataba ilayhi, ibn Umar akamwandikia kumjibu, innal ilma kathirun, ilmu ni nyingi, siwezi kuiandika kwenye nini, kwenye hii barua. Ilmu ni nyingi ya ibn akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, walakin in istata'ta an talqa Allah, lakini ikiwa waweza, wataka ilmu ikiwa waweza kukutana na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, khafifa adh-dhahri min dima'il muslimin, yakiwa maungo yako ni mepesi kutokamana na damu za Waislamu, yani hujamwaga damu ya Muislamu. Khamisal batni min amwalihim, tumbo lako likiwa tupu kutokamana na mali zao, bimaana hukula mali ya mtu kwa batil. Kaffa lisani an a'radihim, ukiwa ulimi wako umeuzuia alhamdulillah kutokamana na kuwaingilia watu heshima zao. Laziman li jama'atihim, ukiwa ni mwenye kulazimu jamaa yao, uko pamoja na waislamu wenzako kitu kimoja, faf'al, basi fanya hivyo. Na bila shaka aliyekusanya haya amekusanya ilmu yote, kwa sababu ilmu ya kufundisha wewe kuwa na tabia hizi. Usimwage damu ya watu, usile mali ya watu, usiingilie heshima ya watu kwa dhulma, ukaanza kuwataja watu kwa ubaya na kuwasengenya mambo ambayo hawanayo bila ya misingi yoyote. Na pia usitoke nje ya taa ya kiongozi wa Kiislamu, uwe mwenye kulazimu jamaa yao, uwe kitu kimoja pamoja na waislamu wenzako. وهي وصية من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم كله والخير كله. Ukitizama vizuri wasia huu ni wasia mtukufu kabisa ambao umekusanya ndani yake ilmu yote na khairi yote. Kwa hivyo hii ni athari ya 9 aliyotaja, aljur'atu 'ala alqatl wa safki ad-dima. Fitna yawapelekea watu katika kuwa na ujasiri wa kuua na ujasiri wa kumwaga damu. Al-atharu al-ashir, athari ya 10 aliyotaja, ikhtilalu al-amn, mchafuko wa amani, amani kuharibika. Aidan min athari al-fitan, katika athari za fitna, annaha tuaddi ila ikhtilal al-amn. Fitna ni kisababishi kikubwa sana cha kuchefua amani na kuharibu amani. Wal amnu min a'zami an-ni'am allati manna Allah subhanahu wa ta'ala biha
ala ummati al-iman. Na amani ni neema kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, neema kama hii ajivuna nayo na kujisifu nayo kuwa amewapa umma huu wa iman. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Katika minna na neema ambazo Allah amejisifu kuwa amewapa Makuraish, mojawapo ni neema ya nini? Ya amani. Ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hii amani. Ndio kuona Ibrahim alayhi salatu wassalam katika dua yake alikuwa akiomba mwanzo kabisa, sema rabbi ij'al hadha albalad amina. Mwanzo aliomba amani, kisha warzuqhum min athamarat, ndio akaomba riziki, kwa sababu riziki hailiki wala haipiti bila ya watu kuwa na amani. Chukua mfano tu wa kiakili. Lau kama utamchukua mbuzi umwekee nyasi nyingi, kisha mwekee mbwa mkali pale iwabweka, yule mbwa awekana kwamba yataka kumvamia lakini amfungwa, yule mbuzi atazila zile nyasi, lakini akiwa hayuko yule mbwa atakula. Basi ndiyo mfano wake. Hata riziki ikiwa nyingi kiasi gani, ikiwa hakuna amani, basi ile riziki haitashuka, haishuki, kwa kukosekana nini? Amani. Uliza waliokosa amani, wafahamu haya tunayoyazungumza ni kitu gani. Lakini kwa wale ambao hawajui neema hii ya amani, utaona waichezea. Siku ile wakiikosa, wallahi utaitamani neema ya amani hata kuliko riziki. فالامن نعمه عظيمه. امن ni neema, amani ni neema kubwa. amnu al-insan ala damihi, mtu awe na amani damu yake haimwagwi. Wa amnuhu ala malihi, na amani yake apate amani kwenye mali yake, haibiwi wala hadhulumiwi. amnuhu ala nafsihi wa irdhihi ila ghairi dhalika, awe na amani juu ya nafsi yake na heshima yake na mengineo. Hadhihi min an-ni'am al-kibar, katika neema kubwa hizi. Lakin idha tarabat al-umur wa shabbat al-fitan washta'alat, lakini mambo yakiwa yamechafuka chafuka na fitna zikawa ndio zaanza kuwaka, uriqat dima'un wa utlifat amwalun wa uzhiqat arwahun ويتم أطفال ورمل نساء إلى غير ذلك من العواقب التي لا تحمد. Fitna ikiingia, damu zitamwagwa, mali zitaharibiwa, roho zitatolewa, watoto watabaki mayatima, wanawake watawachwa bila waume na mengineo, katika muishio ambayo hakuna mtu anayefurahikia. Hii ni katika athari za nini? Za fitna. Al-atharu al-11, athari ya 11 aliyotaja, tajarru'u ahli al-inhilal ala nashri batilihim, ujasiri wa watu waovu wanaopendelea machafu katika kueneza batili yao. قال أيضا من آثار الفتن، ثم pia katika athari za fitna, أنها تفتح على الناس أبوابا من الانحراف. الحمد لله يهديكم الله صلح بالكم. أنها تفتح على الناس أبوابا من الانحراف. فتنة hufungulia watu milango ya upotofu, sawaun min aljawanib alaqadiyya au aljawanib alakhlaqiyya, iwe sawa ni katika upande wa itikadi au upande wa tabia na akhlaq na matangamano. Wayatajarra'u ahlu al-inhilali
والفساد في نشر باطلهم وفسادهم. watu wa batil wafisadi hupata ujasiri wakati wa fitna kueneza zaidi uharibifu wao na batili yao. لأن أصحاب الحق شغلتهم الفتنة, kwa sababu watu wa haki imewashughulisha wao nini? Fitna. Sasa watu wa batil ndio wapata nafasi nzuri ya kueneza batili yao. washtaghalu biha, wamejishughulisha watu wa haki na fitna. وضيعت أوقاتهم, kupoteza mida yao. وصرفتهم عن باب الإفادة والنفع والانتفاع, kwa ile fitna itawaondoa katika mlango wa kufaidisha watu na kunufaisha watu. fayastaghillu ahlu alfasadi wa ahlu alsharri dhalika, kawakuta watu wa ufisadi na watu wa shari waichukulia ni fursa kwa wao. فيبدأون في بث باطلهم ونشر شرهم ودعوتهم للرذيلة والفساد أو دعوتهم إلى الانحلال العقدي والمذاهب الفاسدة المنحرفة. utawakuta watu wa batil waanza kueneza batili yao na kueneza shari yao na kulingania katika uchafu na tabia mbovu na ufisadi na kulingania katika uharibifu kwenye aqida na madhahib mbovu zikaenezwa. yajiduna li anfusihim fursatan 'inda ishtighali an-nas wa ahli al-khair bil fitan, hii ni fursa huipata wao wanapojishughulisha watu wa khairi na mambo ya fitna. وهذا مما يؤكد على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من الفتن وعوائدها. hili jambo latilia mkazo juu ya kila muislamu awe na tahadhari, tena upeo wa tahadhari kutokamana na kuingia katika mambo ya nini? Ya fitna na muishio wa fitna mbovu. Tahadhari. Kwa hiyo fitna ni sababu ya kuwapa ujasiri watu waovu na wafisadi kueneza nini? Batili yao na uovu wao na uchafu wao. الأثر الثاني عشر, athari ya 12 na ndiyo ya mwisho aliyoitaja hapa. tasallutul a'da, kusalitishiwa maadui zenu. قال أيضا من الآثار أنها تؤدي أو تفضي إلى تسلط الأعداء عندما يتنازع أهل الحق ويفشو فيهم الهرج والقتل ويموج أمرهم وتضطرب كلمتهم. sema katika athari za fitna zapelekea katika kuwasalitishia maadui wakati watu wa haki wanapozozana, ikawa mauaji yameinikizwa baina yao na kuenea, wauana wao kwa wao, mawimbi ya fitna yameenea, neno lao si moja tena bali kuna ikhtilaf kubwa baina yao. yastaghillu al-a'da'u hadhihi al-fursa wa yatasallatuna ala ahli al-iman wa yudghituna alayhim bi anwa'in min ad-dughutat. Hapa ndipo maadui wanapochukua fursa kama hii na kuwasaliti watu wa imani na kuwatia dhiki watu wa imani kwa namna mbalimbali ya dhiki wanazozitia. Takuta nchi ya Kiislamu wakaanza wao kwa wao kupigana pale ndani, wakamngoa kiongozi wao, akaja kafiri sasa ndiye anayefanya nini? Ndiye anayewapelekea nchi yao na kuwalazimisha mambo ambayo ataka wayafanye. Na haya yashatokea katika nchi nyingi za Kiislamu. والله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا ولا msizozane, sitete, fatafshalu, mtafeli katika mambo yenu, mkiteta mkizozana, watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitapotea. Utakuta baadhi ya watu tayari watu ni dhaifu, yeye waingia pale ndani atia fitna, azidisha udhaifu ndani. ashabul fitan hasa katika da'watu ila Allah
utakuta da'wa changa, maadui ni wengi, da'wa ya ahli sunna ni changa, kisha wewe uje utokako kurupuke utokako huko uje utie fitna ndani ile da'wa, na tayari da'wa ni dhaifu na maadui ni wengi wanaoiangalia ile da'wa. Watizama katika hali kama hii, vipi wewe utatoka utokako uje na fitna yako, kisha utake kuwagawa tayari wale watu ambao wako katika nini, katika udhaifu, uwagawe juu. Uanze kugawanya watu katika hali kama hii. فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا في غاية الحذر من الفتن وأخطارها. واجب juu ya waumini, juu ya waislamu wawe na tahadhari sana kutokana na fitna na khatari zake. Wa an yakunu fi haytatin min dhalika, ili jambo la fitna lifahamike vizuri sana, walifahamu vizuri sana, ili wafanye nini, walitahadhari na wajiepushe nalo. ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا بأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن, وإليكي kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba awaepushe na fitna zilizoonekana na zile zilizofichika. Wa yuslih lahum ahwalahum, na kumuomba Allah asuluhishe hali zao. Wa an yajma'a lahum kalimatahum 'ala al-haqqi wal huda, na akusanye neno lao katika haki na uongofu. Wa nas'al Allah al-karim rabb al-'arsh al-'azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya wa bi annahu Allah alladhi la ilaha illa huwa alladhi wasi'a kulla shay'in rahmatan wa 'ilman an yu'idhana min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yujirana min al-fitan wa an yusallimana min ghawa'ilha وأن يحفظنا بحفظه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hapa ndipo mwisho wa risala hii iliyo na faida nyingi ndani yake. Jazallahu khairan الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.